Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la dunia kwa ngazi za vilabu ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika nchi ya Marekani ni mchezo wa kundi G, ambapo mchezo huu umeikutanisha klabu ya soka ya Juventus kutokea katika nchi ya Italia dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Wydad Casablanca kutokea katika nchi ya Morocco, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Juventus kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Wydad Casablanca, ambapo tutakwenda kutazama mchezo kwa sababu nyota wa Kitanzania Selemani Mwalimu siku ya leo ameweza kuandika rekodi kuwa Mtanzania wa kwanza kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, ambapo aliweza kuingia katika kipindi cha pili, yani kipindi cha pili amecheza chote. Lakini Stefan Aziz Ki naye pia aliweza kupata nafasi ya kucheza mchezo. Ikumbukwe Aziz Ki ni miongoni mwa mchezaji ambaye amepita katika klabu ya soka Yanga ya, ambapo ikumbukwe ni raia wa Burkina Faso na pia ni shemeji wa taifa kwa sababu amemuoa Mtanzania Hamisa Mobeto. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye alipata nafasi ya kucheza. Sasa fahamu mchezo huu tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Juventus walikuwa aggressive sana, wakaweza kuongoza kwa mabao 2-1. Bao la kwanza la klabu ya soka ya Juventus liliweza kutokana na beki anofahamika kwa jina Abdelrahman Bontol kuweza kujifunga beki huyu, na tunashuhudia kwa upande mwingine bao hilo liliweza kufungwa katika dakika zile za mwanzoni kabisa kipindi cha kwanza. Lakini bao la pili la klabu ya soka ya Juventus liliweza kufungwa na mchezaji ambaye amechaguliwa kuwa man of the match Kenan Yildiz, ambaye tunashuhudia bao hili aliweza kulifunga katika dakika ya 16. Lakini kabla ya kwenda mapumziko katika dakika ya 25 kupitia kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Nordin Amrabat ambaye alikuwa ni team captain wa Wydad Casablanca, akaweza kumtengenezea nafasi Simbonkos Loch na kuweza kupata bao la kufutia machozi. Katika kipindi cha pili Juventus wakaja na moto ule kwa sababu dakika ya 69 kupitia kwa Kenan Yildiz ambaye alifunga bao la kwanza akipokea pasi safi iliyopigwa na Kolo Muani, basi akaweza kuiandikia Juventus bao la tatu. Lakini kabla ya mpira kumalizika tunashuhudia klabu ya soka ya Juventus waliweza kupata mkwaju wa penalti, na penalti ikaweza kupigwa na Dusan Vlahovic na kuweza kuiandikia timu ya soka ya Juventus bao la 4. Mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake, basi ndio hivyo klabu ya soka ya Selemani Mwalimu na Aziz Ki wamepoteza kwa mabao 4-1. Unaona kuwa ni mchezo wao wa pili katika kombe la dunia, ambapo mechi ya kwanza walicheza dhidi ya Manchester City na kufungwa mabao 2-0. Kwa hiyo tunaona kwa sasa msimamo ulivyo, Wydad Casablanca wapo katika nafasi ya tatu, yani wanaburuza mkia wakiwa wamecheza michezo miwili, wamefungwa michezo yote wakiwa wamefunga bao moja pekee na kuruhusu mabao 6, wanadaiwa magoli 5 wakiwa na alama zao 0. Kwa sasa wamesalia na mchezo mmoja dhidi ya Al Ain kutokea katika nchi ya Katari, mchezo ambapo kwa upande mwingine kama matokeo yatakwenda vizuri kwa Manchester City basi atakuwa amefuzu. Kwa hiyo tunaona tayari Juve ameshafuzu kwenda hatua inayofuatia michuano mikubwa ya kombe la dunia. Kwa hiyo tunaweza kuona safari ya Aziz Ki na Selemani Mwalimu katika kombe la dunia ikaishia hatua ya makundi kama Manchester City siku ya leo ataifunga klabu ya soka ya Al Ain. Kwa hiyo atakuwa naye amefikisha alama 6, alama ambazo hata Wydad Casablanca akija kushinda mchezo wake wa mwisho hataweza kuzikutia. Kwa hiyo tunaona kwa sasa anamwombea njia Manchester City aweze kupoteza dhidi ya Al Ain ili kidogo mzani uwe upo balance na kwa waweze kupata kufuzu mechi yao ya mwisho. Kwa hiyo tunaona si matokeo mazuri sana kwa kikosi cha timu ya soka ya Wydad. Kwa upande wa Selemani Mwalimu amecheza kwa dakika 45 na ameweza kupata wastani wa 7.0. Ni mchezaji wa tatu ndani ya kikosi cha Wydad Casablanca ambaye amefanya vizuri siku ya leo. Lakini Aziz Ki yeye tunaona hakupata muda mrefu wa kucheza kwa sababu aliingia kipindi cha pili, na katika kipindi cha pili ambacho Aziz Ki amecheza, basi kwa upande mwingine tunaona amecheza dakika chache, akicheza dakika 9 pekee, akigusa mipira mara 8. Kwa hiyo tunaona huo ndio mtazamo ambao umeweza kutokea katika mchezo wa Wydad dhidi ya Juventus, kwa Aziz Ki akipata wastani wa 6.7 kati ya 10.